alipata umaarufu mkubwa kwa vituko alivyofanya, kiasi kwamba ikaonekana kama hakukuwa na Firauni isipokuwa yeye tu. Yeye inathibitika kwamba alikuwa ni Firauni wa mwisho. Palikuwa na mafirauni wengi huko nyuma. Sasa kwa sababu tu ya jina la Firauni na vituko vyake, ikaonekana kama neno Firauni ni kitu kibaya. Hata huko Kiswahili tukitaka kusema Firauni huyu, yani kuonyesha mtu mbaya. Lakini Firauni ilikuwa ni cheo cha kiutawala katika nchi ya Misri. Kila aliyokuwa mtawala pale alikuwa Firauni ana jina lake. Firauni ana jina lake. Wageni na wao wakati huo eneo hilo walikuwa wageni, kwa hivyo walipewa adhabu sana katika hali hiyo. Yasumunakum su'al adhab, walikuwa wakikupeni au wakiwaadhibu adhabu mbaya nyingi. Miongoni mwa adhabu zilizokuwa mbaya zikatia fora, yadhbahuna abnaakum, walifikia hatua ya kuwachinja watoto wenu wa kiume, wayastahiyuna nisaakum, na wakastahi kuwachinja watoto wa kike, wakawaacha watoto wa kike, kama wanaposema wafasiri kwamba Firauni huyu wa mwisho alipofanya mateso kwa Bani Israila kwa muda mrefu, alifanya mateso mpaka kiasi mwenyewe akaona hii sasa imekuwa kali, kurudi nyuma anashindwa, lakini sasa na yeye huruma pia imemwingia. Siku moja katika kulala kwake ikamjia ndoto kwamba kuna moto umetoka Baitul Maqdis kule Palestina, kwenye Baitul Maqdis umetoka. Tulionyesha baada ya Mwenyezi Mungu kuwataja makundi matatu ya wanadamu, waumini, wakafiri na wanafiki, na kueleza anachokusudia Mwenyezi Mungu kwa wanadamu na kusudio la kuabudiwa. Aya zilionyesha zinahamia kwa Bani Israili. Tukasema hiyo ilikuwa ni makusudi, kwa sababu pale Madina kulikuwa kuna makabila matatu ya Bani Israili, na yalikuwa yanaongoza kujenga ushawishi kwa Waarabu juu ya kutokumkubali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia Bani Israila wale walianza kuficha ukweli ulio katika Taurati na Injili, ukweli unaothibitisha ujio wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini ukweli unaowataka ahlul kitabi kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu hiyo zikaja aya zikiwahusu wao moja kwa moja, ili kuondoa tatizo hilo kwa watu wanaotaka kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini jambo la pili, Bani Israila wale walidhani siri na mambo mengi waliokuwa nayo katika Taurati na Injili hayatojulikana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hatua hiyo ya mwanzo aliteremshiwa aya zinazoeleza yaliyokuwemo katika kitabu cha Taurati na Injili, lakini aliwaelekea moja kwa moja Bani Israila walioko pale, kama aya zilivyosoma: atamuruna an-nasa bilbirri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala taqilun. Iweje, ni akili ya namna gani muamrishe watu yaliyo mema, mema hayo msahau kuyafanya ninyi wenyewe, na ninyi ndio mlio na vitabu, bila shaka mtakuwa hamna akili sawa sawa. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawataka wajisaidie kupambana na hali hiyo,
na kurudi katika taa ya Mwenyezi Mungu kwa kuambia wasta'inu bisabri wassala, takeni msaada kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kusubiri, kukubali maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kwa kusali, ingawa hilo ni kubwa isipokuwa kwa wale wanaomheshimu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wale ambao wana hakika iko siku watakutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na aya hizo zilimalizia wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsi shay'a, iogopeni siku ambayo hakuna nafsi itatoa msaada kwa nafsi nyingine, wala hakuna kitu mbadala kitakachochukuliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama mtu hakutimiza maagizo ya Mwenyezi Mungu kwa namna inavyotakiwa, wala hakuna atakayenusurika kama kufuata maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya hapo, Allah Subhanahu wa Ta'ala aliendelea kubainisha mengi yaliyokuwemo katika Taurati na Injili, akabainisha mengi waliofanyiwa Bani Israili kama fadhila na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika hali ya kawaida, mtu akikutajia aliyokufanyia jana na juzi ni sawa vile kama anakusimanga. Kwa maana jana nilikupa hiki, juzi nilikupa hiki, juzi nilikupa hiki. Kibinadamu kama anakusimanga. Mazingira yalikuwa hapa, Bani Israili walipewa mengi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakageuka kuwa hawayatambui. Mtume alioletwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikawa wanamkataa, wanafundisha watu waitwe muongo, wanamkadhibisha, pia wanakanusha kwamba wao hawajamuona katika vitabu vyao. Kwa sababu hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha aya zinazoeleza yaliyomo katika vitabu hivyo walivyonavyo, lakini pia sio tu yaliyomo katika vitabu, anaonyesha hebu jaribuni kuwa na shukrani. Mungu aliyekufanyieni hili na hili na hili, aliyokupeni agizo hili na hili na hili, Mungu huyo anafaa leo amri zake kuzipinga na mtume wake kumkanusha kiasi hicho? Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameendelea kutaja mambo mbalimbali yaliyofanywa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwafanyia Bani Israili, kama inavyosomeka wa iz najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adhab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim wa iz faraqna bikum al-bahra فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ثم وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika aya nilizozisoma, Allah Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakumbushe Bani Israili, kwa maana wafahamishe yaliyopo katika Taurati. Taarifa zote tumekuletea. Kama wanafikiri wana jambo wanaweza kulificha, haiwezekani, kwa sababu aliyeteremsha Taurati, aliyeteremsha Injili ndiye aliyeteremsha Qur'an, ni Mungu yule yule mmoja. Na maagizo ya Mwenyezi Mungu kwenye Taurati, maagizo ya Mwenyezi Mungu kwenye Injili ndiyo maagizo ya Mwenyezi Mungu katika Qur'an. Lakini
inawezekana watu wengi hawafahamu, na wao wanafanya hivyo kwa kuamini hakuna watu wanaojua jambo hilo. Waeleze jambo hilo lijulikane kwa watu wote, lakini pia waonyeshe mpaka hapo walipo wamepata msaada wa Mwenyezi Mungu sana, wamepewa neema za Mwenyezi Mungu sana, wamepata upendeleo mkubwa sana kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili tarajiwa warudishe shukrani kwa Mwenyezi Mungu, sicho hicho wanachokifanya kwa sasa. Wa idh, yani wadhkuru, wakumbushe, najainakum, waambie Mwenyezi Mungu anasema kumbukeni tulipokuokoeni, min ali Firaun, kutoka kwa Firauni na majeshi yake na uongozi wake. Nini kilichokuwa kifanyika? Yasumunakum su'al adhab, walikuwa wakikupeni mateso makali. Kama tulivyoeleza, Bani Israil baada ya kukataa mambo ya Musa na baada ya kukataa mambo ya Isa, walifarakana wakatawanyika maeneo mbalimbali. Hawa wanaotajwa hapa ni tofauti na Bani Israil waliokuwepo Yathrib. Bani Israil waliokuwepo Yathrib ni tofauti na Bani Israil hawa walikuwa Misri. Hapa sio Yathrib tena, hapa walikuwa Misri. Mtume Muhammad anaambiwa na Mwenyezi Mungu wakumbushe na uwatajie. Umewatajia habari za Bani Israil, za watu waliokuwepo Yathrib. Pengine ipo dhana labda kuna mtu alikuhadithia, kwa sababu ndio eneo hilo hilo. Sasa wape habari ya eneo nyingine lililo mbali na hapo, na Bani Israil hivyo, na neema na msaada wa Mwenyezi Mungu aliwapa. Wa idh najainakum, waambie Mwenyezi Mungu anakukumbusheni, hebu kumbukeni, idh najainakum, tulipokuokoeni, min ali Firauna, kutoka kwa Firauni na majeshi yake. Katika kipindi hicho kabla ya Mtume Muhammad, katika kipindi cha Musa, cha Isa, watawala wa Firauni, watawala wa Misri walitambulika kwa jina la cheo cha kiutawala ni Firauni. Firauni ilikuwa ni cheo cha utawala, ni kama vile kusema leo mfalme wa hapa, malikia wa hapa, raisi wa hapa. Kwa hivyo kila anayekuja anakuwa raisi, alafu atakuwa na jina lake. Anaweza kuwa raisi Magufuli, anaweza kuwa raisi Mama Samia, anaweza kuwa raisi Kikwete, lakini kila mtu akikaa nafasi ile atakuwa raisi. Na kila mtawala aliyoingia Misri alikuwa Firauni. Kilikuwa ni kicheo cha utawala. Isipokuwa Firauni wa wakati wa Musa alipata umaarufu mkubwa kwa vituko alivyofanya, kiasi kwamba ikaonekana kama hakukuwa na Firauni isipokuwa yeye tu. Yeye inathibitika kwamba alikuwa ni Firauni wa mwisho. Palikuwa na mafirauni wengi huko nyuma. Sasa kwa sababu tu ya jina la Firauni na vituko vyake, ikaonekana kama neno Firauni ni kitu kibaya. Hata huku Kiswahili tukitaka kusema Firauni huyu, yani kuonyesha mtu mbaya. Lakini Firauni ilikuwa ni cheo cha kiutawala katika nchi ya Misri. Kila aliyokuwa mtawala pale alikuwa Firauni, ana jina lake. Firauni ana jina lake, kama vile raisi ana jina lake, raisi ana jina lake. Kwetu hapa Tanzania, Kenya, Uganda, watawala wote cheo cha juu wanaitwa marais. Na kama ilivyo tofauti hizo kwenye maeneo mbalimbali. Kwa hivyo kwa Misri wakati huo mtawala alikuwa anaitwa Firauni. Lakini Firauni huyu wa mwisho aliyekutana na Musa na aliyekutana na Bani Israili, vituko vyake vilikuwa vikubwa mno kuliko watawala wengine waliokuwepo wakati ule, kuliko mafirauni wengine waliokuwepo wakati ule. Sasa mpaka ikajengeka
kwamba ukisema Firauni ni huyu tu, kama hakuna Firauni mwingine, na ndio anayezungumzwa na Qur'ani. Katika Qur'ani hawazungumzi mafirauni wote walioishi waliotawala Misri, anazungumza Firauni wa mwisho aliyefanya vituko vikubwa katika nchi ya Misri kwa wakati wake. Wa ithnajainakum min ali Firauna, wakumbushe Mwenyezi Mungu anasema tulipokuokoeni kutokana na Firauni na majeshi yake, yasumunakum su'al adhab, wamekupeni adhabu nyingi ngumu na nzito. Sawa sawa, wamekupeni adhabu nyingi ngumu na nzito, kwa sababu walikuja wakafanywa kama ndio watumishi wa mashambani, ndio watumishi wa kazi za majumbani, ndio watumishi kila jambo la kidhalili. Kutokana na utawala ule walipewa wageni, na wao wakati huo eneo hilo walikuwa wageni, kwa hivyo walipewa adhabu sana katika hali hiyo. Yasumunakum su'al adhab, walikuwa wakikupeni au wakiwaadhibu adhabu mbaya nyingi nyingi. Miongoni mwa adhabu zilizokuwa mbaya zikatia fora, yadhbahuna abnaakum, walifikia hatua ya kuwachinja watoto wenu wa kiume, wayastahiyuna nisaakum, na wakastahi kuwachinja watoto wa kike, wakawaacha watoto wa kike, kama wanaposema wafasiri kwamba Firauni huyu wa mwisho alipofanya mateso kwa Bani Israila kwa muda mrefu, alifanya mateso mpaka kiasi mwenyewe akaona hii sasa imekuwa kali, kurudi nyuma anashindwa, lakini sasa na yeye huruma pia imemwingia. Siku moja katika kulala kwake ikamjia ndoto kwamba kuna moto umetoka Baitul Maqdis kule Palestina, kwenye Baitul Maqdis umetoka moto katika nyumba ile ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukaja moto ule kwa kasi kubwa sana, ukavuka maeneo mbalimbali mpaka ukafika Misri, ukaingia kila nyumba ya Mkipti. Wakati huo kuna kabila kubwa la Wamisri walikuwa ni Wakipti. Wakipti ni kabila kubwa, ni kubwa kwa maana ndilo linalosadikika lililotoa mama aliyemzaa Ismaili. Wakati Ibrahimu alipofika Misri, naye aliozeshwa mtoto wa Kikipti. Huyo mtoto wa Kikipti ndiye akawa mama wa Ismaili aliyoasisi makazi mapya katika mji wa Maka. Sasa moto ule ukaja kwa ndoto zake, yeye anaona, akaona unaingia katika kila nyumba ya Mkipti na unaingia katika kila nyumba ya Misri yoyote, isipokuwa hauingii katika nyumba za Bani Israili. Kulipokucha ujanja siku zile, ilikuwa kiongozi lazima uwe na wanga wengi karibu yako, kama vile ujanja wa leo wa timu za mpira lazima uwe na benchi la ufundi. Kwa ujanja wakati ule ilikuwa lazima uwe na waganga wengi na wachawi wengi, kwa sababu uchawi ndio kilikuwa kitu kinachosifika na kuthaminiwa sana kwa wakati ule. Kama inavyokumbukwa, miongoni mwa Musa alipokuwa anataka kuthibitisha kwamba yeye ni mtume, kigezo kilikuwa anawezaje kufanya mambo ya kiganga. Sawa sawa, anawezaje kufanya mambo ya kiganga. Naamini hadithi yake itakuja huko mbele ya Musa na Firauni na habari za kiuganga. Lakini kwa sababu wakati huo hilo ndio lilikuwa jambo kubwa, na muujiza wa Mwenyezi Mungu ulikuwa unatumwa kwa mja wa Mwenyezi Mungu, kwa mtume wa Mwenyezi Mungu, kwa kuzingatia nini kilichopo kinachoheshimiwa na watu. Muujiza wa Mwenyezi Mungu unakuja kwa hivyo kwa njia hiyo kwa mtume wake, na muujiza maana yake jambo ambalo limepevuka uwezo wa akili ya mwanadamu kufikiri. Hilo ndio linaitwa muujiza. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alikuwa akipeleka hoja na miujiza kwa mitume kwa kuzingatia wakati huo
kitu gani ndicho kilicho na thamani, kinachoogopewa na kuthaminiwa na watu. Kwa hivyo mtume yule naye alipewa hoja na miujiza kama ile. Kama vile wakati wa Isa alayhi salam, kitu kilichokuwa kina thamani sana ni tiba na uponyaji. Kwa hivyo Isa naye akapewa muujiza wa Mwenyezi Mungu kwa ndio hilo la tiba na uponyaji. Jambo ambalo limedakwa kiaina. Ukiwaona wachungaji na mitume wa sasa, hoja yao ni tiba na uponyaji. Wakiamini wanakwenda kama vile Isa alayhi salam alipopewa muujiza na Mwenyezi Mungu kama nyenzo ya kumtambulisha kwamba yeye ni mtume. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakupewa muujiza wa aina yoyote, kiasi kwamba wale waliozoea mitume kujitambulisha kwa muujiza wanahoji, huyu atakuwa mtume gani hana muujiza? Wanachosahau kuelewa pana muujiza una maana yake. Sawa sawa, muujiza una maana yake, tena una wakati wake. Kwa sababu kama anavyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ulama ummati ka anbiya'i bani Israil, wanachuoni wa umati wangu wa leo ni sawa kabisa na manabii wakati wa bani Israil. Kwa sababu manabii kwa bani Israil, miongoni mwa miujiza yao ilikuwa ni kuponyesha maradhi sugu walionayo watu. Ndicho kipimo cha kuonyesha huyu mtume. Wanaoponyesha maradhi sugu leo sio mitume, au wanaitwa madaktari bingwa. Al-ulama ummati ka anbiya'i bani Israil, wanachuoni wa umma wangu ndio sawa na manabii kwa bani Israil. Kwa hivyo leo kumponya mtu sio muujiza. Wewe daktari bingwa tu useme unaomba mshahara mkubwa, lakini huwezi kuwa eti sasa wewe mtume kisa mtu alivunjika mkono chaka ukauunga. Na siku hizi tena hao madaktari bingwa pia wanachemka. Kuna watu wanasema mimi sikufungi pio wala sikufungi antena, mimi nitakuponyesha hivi. Anachukua mti anakuwekea kwa nje hapa, basi kaa hapo siku 2 mguu umeunga. Al-ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Kwa zamani huo ni muujiza, unatakiwa useme mimi mtume. Leo wakati fulani ni mazingaombe, kuna mtu tu anashika karatasi hivi mara imekuwa noti. Kwa hivyo sio hoja tena. Sawa sawa. Kwa hivyo hapa anakumbushwa mtume, waambie bani Israil, wa idhnajainakum min ali firauna, tulipowaokoeni kutokana na Firauni na jeshi lake, yasumunakum su'al adhab, walikupeni adhabu zilizokali, miongoni mwake yudhabihuna abnaakum, walichinja watoto wenu wa kiume, waistahiyuna nisaakum, na waliwaacha watoto wa kike. Sababu ya kufanya hivi tunasema mtawala Firauni aliota katika ndoto kuna moto umekuja kutoka Palestina, Baitul Maqdis, umeingia katika nyumba ya Kifti na wa Misri wengine, lakini haungii kwa bani Israili. Akawaita mafundi. Watu wa kipwani huko wanaita mafundi, maana kusema mganga kidogo inapakazia. Akawaita mafundi wake, jamani, mimi nimeota usiku hiki na hiki na hiki. Wakamwambia, hiyo ni dalili mbaya, hiyo ni dalili ya utawala wako kuondoka. Maana yake ninyi wa Misri wote, wa Kipti na makabila mengine, mtakwenda mkiangamia na watabaki hao, na ndio watakuwa watawala. Sasa nifanyeje? Anambia, bwana, kwa kawaida kanuni ilivyo, wanawake huwa watawali. Wanawake huwa watawali, wanaoweza kutawala ni wanaume. Kwa hivyo bwana, chinja watoto wote wa kiume wakizaliwa wa hawa, ili asipatikane mtu atakayeshika jambo hilo. Rauna akasema, ala, hivyo tu? Mbona jambo dogo hilo? Basi bunge likakaa, sheria ikapitishwa ya kigaidi kwamba watoto wa kiume wote wachinjwe, tena wa bani Israili. Hoja ikapitishwa, ikawa kila mtoto wa kike wa kiume wa Israeli akizaliwa anachinjwa. Kila mtoto wa kiume akizaliwa anachinjwa.
benchi la ufundi likamfuata, sio la wale wa mafundi wachawi wale. Benchi la kifundi kama bwana, unajua hao wanatusaidia kazi nyingi, sasa tunaondoa wanaume wote, hizi kazi za nguvu atafanya nani? Kwa nini tusiweke utaratibu tuchinje mwaka mmoja tuache, ili hawa wa mwaka mmoja tuangalie kwa makini waendelee kusaidia kazi mbalimbali. Firauni akasema nalo neno, lakini haya, ikapitishwa, ikawa mwaka mmoja wanaacha, mwaka mmoja wanachinja. Haya ikatokea tena kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu, mwaka ambao sheria inasema asichinjwe mtu, akazaliwa Haruna akapeta. Mwaka ambao wachinjwe watoto, akazaliwa Musa. Umeelewa vizuri? Yule mama akaona sasa hapa itakuwaje? Mwaka wa kuchinja watoto na mimi nimezaa mtoto wa kiume, namfanyaje? Akaona bwana, huyu kuliko kuchinjwa ninamuona, bora ni mtupe akachinjiwe huko na mimi simuone. Fa auha Allahu alaiha, Yesu akateremsha wahi kwa mama yake Musa, akamwambia wala usipate tabu, chukua kiboksi hichi wasambao wanalotea nani nyanya kutoka Lushoto, hicho chukue, jaza nani kidogo, muweke mle ndani, kiweke mtoni hapo. Basi wewe ukiweka mtoni, shughuli yako umemaliza. Basi kwa uchungu, kwa wasiwasi na nini, lakini akaona bwana, hapana, siwezi kuvumilia mwanangu anachinjwa, naona bora akafie huko kwenye maji au achinjiwe huko. Basi akamtia kwenye kiboksi, akamtia kwenye mto ukampeleka mpaka nyumbani kwa Firauni. Sawa. Hadithi yetu hiyo haijafika, hiyo iache hapo. Ngoja tuendelee hapo kwanza, ikifika wakati wake tutaizungumza vizuri inshallah. Naeleweka vizuri wastahiyuna nisaakum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum adhim. Na kwa hilo, kwa hakika ilikuwa ni neema kubwa iliyotoka kwa Mola wenu. Mwenyezi Mungu alikuokoeni, huyu aliyokuwa kuchinjeni huyo, Mwenyezi Mungu alimwangamiza. Wakati wa kumwangamiza upo, unaelezwa huko mbele, alhamdulillah, wakati wake ukifika itazungumza. Lakini pia wakumbushe hapa, ni kama vile anatoa introduction, anawatajia vichwa vya habari kwamba nyinyi Bani Israila, taarifa zenu zote mimi ninazo. Moja ni hii neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu alikuokoeni katika mkasa na matatizo ya kiongozi anaitwa Firauni. Haya, alikuwa akipeni adhabu na kiasi cha kuchinja watoto wa kiume na wa kike, na akawacha watoto wa kike. Jingine, wa idh faraqna bikumul bahra, kumbukeni tulipoitenganisha bahari. Wa idh faraqna bikumul bahra, kumbukeni tulipoitenganisha bahari. Fa anjaynakum, tukawaokoa ninyi. Wa aghraqna ala fir'auna, kwa tukio hilo moja ninyi tukawaokoa, tukio hilo tukawaangamiza wengine, tukamangamiza Firauni na jeshi lake. Kama inavyosema adhabu zilizokuwa kubwa na nini, mwisho wake Musa aliamrisha na Mwenyezi Mungu, hawa watoe hapa sasa, wapeleke mahali pengine, wavushe Red Sea, waingie huko, watakwenda Palestine. Naeleweka vizuri? Wamekwenda mpaka Sham, bahari ya Sham pale, Red Sea. Wamefika Red Sea pale, hakuna boti la kwao wao, wala boti la abiria wa kawaida. Kamwambia Musa, sasa huku umetukimbiza kweli, tumefika hapa sasa, bahari hapa tunavukaje? Sawa na huku mjini inaonekana, mbona hili kundi la Bani Israila halionekani, kila nyumba yao haionekani, wako wapi? Watu ni wao natoka juzi wanafunga mizigo hapa, watakuwa wamehama, wamepita njia gani, wamepita huku. Mara wanaona vumbi linatimka huko, wanamwambia Musa, Firauni na jeshi lake umetuponza bwana, zile adhabu tulizokuwa tunapewa naona leo zitakuwa mara 10. Hapa kuvuka hatuwezi, itakuwaje? Musa akamwambia hapana, tulieni, ma'iya rabbi sayahdini, ninaye Mwenyezi Mungu ataniongoza nini cha kufanya. Huko mbele Mwenyezi Mungu anasema, kamwambia Musa, hiyo wewe si una fimbo,
piga hiyo bahari. Sasa Musa, nikipiga Mungu bwana, naye mambo yake bwana, nikipiga fimbo na hii bahari, nikipiga na hii fimbo, ndio itakuwa nini? Wewe kazi yako tekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kufanyika jambo sio kazi yako wewe, sawa sawa, wewe tekeleza tu. Ndio kama pale Qur'ani mara nyingine inasema kuwaambia Waislamu juu ya mapambano na yoyote duniani, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa, waandalieni maadui zenu mnachokiweza katika nguvu zenu. Hicho ndio Mungu anachotaka, sio uandae maandalizi kama alionayo adui yako. Muandalia adui yako unachokiweza katika nguvu, kilichobakia huko mbele mwachie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wana history wanasema hawajawahi kushinda Waislamu eti wana idadi kubwa. Hapana, siku zote walishinda Waislamu kwa imani kamili ya kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndivyo hivyo. Sasa muandalia adui yako nguvu unazoziweza, namwambie Mwenyezi Mungu, nilicho nacho mimi ni hiki, sawa, basi yaliyobaki mwachie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa Bani Israeli, kwa maana mimi maagizo ya Mwenyezi Mungu yalikuwa ni hivi, sikuwa na namna ya kufanya, na Mwenyezi Mungu atanipa njia. Akamwambia piga, akachukua mfumo yake akaipiga ile bahari, ikawa kama umezuka upepo mkali unapita kwenye maji yale, unayasambaza maji, yakapanda juu, maji yameganda kama theluji hivi. Lakini sio yameganda kama barafu, ni kwamba yana upepo unaoyasukuma juu, ni ukelele mkubwa, maji yalisimama. Mpaka Musa na watu wake pia kupita wanaogopa. Ambia Mungu aliniambia piga tu, hakuniambia kupita. Ya sasa haya, pita wewe na watu wako. Tupite. Yeye mwenyewe akaingia, watu wakaona tume, na wao wakafuata. Wamekwenda Firauni na jeshi lake, wanafika pale wanamkuta mtu wa mwisho anamalizia kuingia kwenye ile eneo, anakwenda, wakapata hofu. Musa uchawi wa sasa akakomesha. Kama ninavyosema, wakati huo uchawi ndio dili. Firauni akaugiwa chawa yake, jamani vipi? Mnasemaje kwenye hali hii? Wachawi wakasema, bwana hapo kila tukiangalia manazili hatuoni kitu. Katumia njia gani? Hapo tumeshinda. Formula aliyotumia hapo kali. Hapa dawa yake ni kuingia tu. Tuingie haya. Yakirudi hayo maji, na yeye si yumo mwambia, yumo anaweza kuwa na njia nyingine. Yeye si ndio kayasimamisha hivi. Yanaweza kurudi kwetu, kwake yakabaki yako hivi. Wana sita. Mwisho wake akaona bora atoe amri. Wafuateni. Sasa najua tena mkubwa akishatoa amri, basi waka watu wanaingia tena, wanaingia mwenyewe kama mwanadamu. Wakaanza hii ya leo hii utakuwa mchego, inawezekana leo tanasa. Basi wafasiri wanasema ikatokea yeye alikuwa na farasi dume zuri, lina afya nzuri sana, lakini katika mafarasi wa mwisho waliokuwa wanapita wadu yake, lilikuwa farasi jike lipo katika joto, lina harufu kali inayomvutia dume kumtamani. Ndio anapita pale, anakwenda. Farasi lile na alopanda Firauni likaona haiwezekani, demu ni mwache, likawa linaingia bila ya amri ya Firauni. Firauni anamzidia farasi, anakwenda tu, anamfuata farasi yule jike. Eleka vizuri Sasa mpaka na wao wanafika katikati, wale walioanza wanakaribia na wao kumaliza upande wa pili. Bani Israeli wametoka, Mwenyezi Mungu akayarudisha yale maji. Sasa sikwambii wimbi la kawaida huwa linavunja chombo. Wimbi la kawaida hili la baharini linaweza kupiga chombo kikavunjika. Wimbi lile lililosimamishwa kama mlima linarudi. Sasa unafikiri nguvu yake ni kiasi gani? Basi alhamdulillah watu walipasuka pale, na pengine ndio sababu ya kuitwa Red Sea. Sawa, walipasuka watu na kuuawa. Firauni alipoona maji yamerudi yanakuja, akasema amantu bi rabbi Musa wa Haruna. Leo kwa kweli Mungu wa Musa na Haruna nimemwamini. Mungu naye akamsikia, akamwambia alana. Firauni, wacha masiara bana, mimi sasa nafanya shughuli zangu najitia, ndio umeamini tena?
Kamtuma Jibril, akaonekana kwamba huyu mwisho wake atatoa shahada kabisa huyu. Basi anasema akaja Jibril akamtia matope kwenye mdomo wake. Ikawa tena hawezi kusema, kabaki na lile tu, Mungu ndio umefanya hivi, mpaka akaangamia. Na Mwenyezi Mungu, hadithi yako inaelezwa katika maeneo mbalimbali, kwa sababu ya ujeuri wake alifikia kuambia Bani Israili, mnasema mnaye Mungu na wakubalia Mungu mnaye, lakini ana rabbukumul a'la, mimi ndio Mungu wenu mkubwa kabisa. Huyo wa kwenu bwana mdogo, mimi ndio mkubwa wake. Ambia wewe ndio mkubwa wangu, nitakuona wewe kama mkubwa kweli. Sawa? Basi akasema tutakuangamiza, lakini wote wataangamia, wataliwa na samaki, watapotea baharini, ila wewe tu lazima tukutoe nchi kavu, kila mtu akuone, tutakufanya kielelezo mpaka mtu wa mwisho atakukuta. Naelewa vizuri. Mwenyezi Mungu mwenyewe akamtia dawa. Mpaka leo ukienda Misri utamkuta. Naelewa vizuri. Firauni yule mpaka leo ukienda Misri utamkuta. Naelewa vizuri. Mwenyezi Mungu anasema wa fi dhalikum bala'un min rabbikum adhim, hilo la neema na msaada huo ilikuwa ni neema kubwa kutoka kwa Mola wenu. Wa idh faraqna bikumul bahra, kumbukeni tulipoiachanisha bahari, fa anjaynakum, tukawaokoa ninyi, wa aghraqna ala fir'auna, tukawaangamiza Firauni na jeshi lake, wa antum tanzurun, sio kwamba mambo haya mnahadithiwa, wa antum tanzurun, na ninyi mpo hapo mnaangalia live. Kuna uhakika uko huo? Maana yake kama kuna adui yako kaangamia mbele ya macho yako, bado unaoga tena? Umeona? Hapa ndipo ilipokuja kipimo cha Bani Israila kuwa ni watu wajeuri. Neema alizowapa Mwenyezi Mungu hizi, na ndio hicho anatuambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawa wana tabia ya ujeuri. Wakumbushe neema alizowapa Mwenyezi Mungu, msaada aliyowapa Mwenyezi Mungu, na kile wanachokifanya wao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sawa. Jambo lingine nasema idh wa'adna Musa 40 laila, na wakumbushe kwamba tulipompa jukumu Musa la siku 40. Nasema siku 40 hizi ilikuwa ni siku za funga. Walikuwa wanafunga siku 40 kama kushukuru kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuepushwa na mtihani huo uliowatokea. Naelewa vizuri baada ya kukutana na mtihani mkubwa huo uliotokea, adui yao wamemuona anaangamia, wakawa wana hakika sasa hatuna adui mwingine tena atakayetupa shida. Waliokuwa wanatupa shida ndio hao wameangamia kwenye maji kwa macho yetu. Kituko wa idh wa'adna Musa 40 laila, kumbuka tulipomwahidi Musa kwa ajili ya kupata maagizo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aende kupata maagizo ya Mwenyezi Mungu kwa siku 40. Alipoondoka Musa kwa siku 40, thumma takhadhtumul ijla, kisha ninyi huko nyuma mkatengeneza ndama wa dhahabu sawa min ba'dihi, baada ya Musa kuwa kaondoka kwenda kule, wa antum zalimun, na mlifanya jambo hilo mkiwa mnadhulumu nafsi zenu. Mmefanya jambo hilo mkiwa mnadhulumu nafsi zenu, kwa sababu mnajua jambo hilo ni baya, na mmetengeneza ndama huyo kwa maana mpate cha kuabudu, na mkijua Mwenyezi Mungu yupo, mkijua Mwenyezi Mungu amewaokoeni kwa Firauni, amekuangamizieni adui yenu mbele ya macho yenu, mmeokoka, mmevuka bahari bila ya kuogelea, mmefika upande wa pili. Watu wakorofi wakasema hiyo ndio ardhi duniani ambayo ilipata mwanga wa jua na haijapata mwanga wa jua tena mpaka kiyama. Ilipata mwanga wa jua baada ya kuachanishwa bahari na Musa kwa fimbo ile, kwa hivyo ikapata mwanga wa jua ukafika mpaka ardhini. Lakini baada ya hapo maji yaliporudi hayajasambaa tena mpaka leo. Naeleweka vizuri Kuna maswali ya kikorofi, ni mahali gani duniani palipata jua mara moja tu, hapajawahi kupata jua tena mahali pengine? Alafu utamsikia mtu anakupigia simu, "Shekundesha, hivi katika dini mahali gani hajapata palipata jua mwanga hapajapata?" Ile sio swali la dini.
Naeleweka vizuri? Hilo sio swali la dini, ni ukorofi tu. Naeleweka vizuri? Ingawa lina maelezo kwenye dhana ya dini, kwa sababu dhana ya dini hapa sio kuonesha mahali palipopata mwanga wa jua kwa mara moja. Dhana ya aya na dhana ya dini sio hivyo. Dhana ya dini ni kuonyesha uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naeleweka vizuri? Dhana ya dini ni kuonyesha Mungu anapotaka kumwangamiza, anayetaka kumwangamiza, anazo njia nyingi sana anaweza kumwangamiza. Mungu anapotaka kuwasaidia watu, atawasaidia kwa njia wasioitazamia kabisa. Dhana ya dini iko hapa. Dhana ya dini haiko kuangalia hapa palipata mwanga mara ngapi, na je mwanga ule palizuka vumbi, palikauka hata kidogo. Na hasa maswali mengine huwa yanakuja hivyo, inakuwa sio maswali ya dini. Sio maswali ya dini, na ikitokea shekhe kashindwa, usiseme shekhe kashindwa, maana sio swali la dini hilo. Naeleka vizuri Kwa hivyo katika hizi siku 40 ambazo Bani Israeli walikuwa wakifunga, na siku hizo ndizo alizokwenda Musa kwa ajili ya kupokea Taurati, na siku 40 hizi ndizo zinazonasibishwa na Kwaresima ya leo. Inalazimishwa kutoka kwenye dhana hii ya siku 40 za Musa za ahadi ile, kwa maana ndio agizo la Taurati, sawa sawa. Na Musa aliporejea akakuta vituko vikubwa vinaendelea. Aya hizi zimetaja tukio baada ya tukio, lakini imetaja tu kama vichwa vya habari. Habari zenyewe zinaelezwa mahali tofauti, lakini hivi ndivyo zilivyopangika. Kwanza, idnajainakum min ali Firauna. Mwenyezi Mungu alianza kuwaokoa Bani Israeli kwa Firauni, sio kwa kubaharini, kuwaondolea matatizo ya pale mjini. Miongoni mwake ni kumfanya Musa kuwa mtume. Naeleka vizuri Kama inavyoeleza, Musa alipozaliwa akaenda kulelewa kwa Firauni. Alipolelewa kwa Firauni akakuwa. Alipokuwa miongoni mwa safari zake za kawaida zama za watoto wa mjini, akafika mjini akakutana kijana wa Bani Israeli anapigwa na kijana wa Kikipti. Kama tabia ya wanajamii kuwaonea watu wale, na kwa sababu walikuwa ni watu duni, watu dhaifu, kwa hivyo wengi wao hata lishe haikuwa nzuri. Musa alikuwa ni Bani Israeli, lakini alikuwa na lishe nzuri, maana alikuwa anakaa nyumbani kwa mfalme, kwa hivyo anakula diet inayotakiwa kwa wakati. Alipofika pale, alipokuta jamaa yake anapigana na mtu, jambo la kwanza anayo kumbukumbu kwamba sisi hapa tunaonewa sana. Sisi tunaonewa sana. Ndugu zetu kadhaa wamechinjwa na hawa. Sasa akaenda kama mtu anayeamulia ugomvi vile. Ile anayeamulia ugomvi akamshangaa, wewe unakuja kumtetea huyu? Wewe nani sasa mtetee huyu? Huyu mtu wa kumtetea? Akaona ngoja nikigeukie wewe unayemtetea. Kumbe anamgeukia mtu ambaye yuko sawa sawa. Sasa kateremsha ngumi moja tu, jamaa chini chali. Yule Bani Israeli alipoona vile akamshukuru, kwa bwana nakushukuru sana. Kakimbia kaondoka zake. Yule ikawa kama kazirai pale, lakini hakuzirai, kaondoka moja kwa moja tena. Mandonga akafanya kazi yake. Umeelewa vizuri? Kaondoka moja kwa moja. Siku nyingine Musa anapita, akamkuta yule aliyomsaidia pale anapigwa na mtu mwingine tena. Sawa sawa? Fikra ya kibinadamu ikamjia, huyu ndugu yangu atakuwa mkorofi. Siku ile nimemkuta na hivi, leo tena hebu leo nifanye uchunguzi kidogo, nisije nikafanya kama siku ile. Anaweza kaondoka mtu akamfuata yule ndugu yake, kumshika na kumdhibiti ili amuulize, tatizo lako wewe nini? Mbona kila wakati mtihani uko kwako? Ile ndugu yake akapata hofu, akamwambia unataka kuniua na mimi kama ulivyoua juzi? Akatoa siri ile kwamba na yeye alipiga mzinga mwenyewe semwa kidai akasepa. Hakuna mtu alijua. Sasa yule ndugu yake akatoa siri, bwana unataka kuniua kama ulivyoua mtu juzi?
Sasa ikaenea, kumbe mtu juzi aliuawa na Musa gani? Yule anayekaa kwa mfalme na nini? Habari zikaenea mpaka zikafika kule kwa mfalme. Musa akaona, nikirudi kule itakuwa noma. Sasa nifanyeje? Hapa nitafute mahali pa kwenda. Basi akafanya jitihada ya kutafuta chocho moja, akapita, akavizia jioni, akaondoka, anakwenda sehemu inaitwa Madiana, kwamba mbali na eneo la Misri pale mjini Madiana, huko inawezekana kule akapumzika, apoze iwe imepita. Hadithi hiyo inaambatana na hapa, lakini simulizi zake zimewekwa mahali hapa, pametajwa vichwa vya habari tu. Iache hiyo. Kwa hivyo Mungu anawaambia Bani Israila, tulikuokoeni kwenye visa vya Firauni. Lakini sio hivyo tu, Firauni alikuwa akichinja watoto wa kiume na kuacha watoto wa kike. Kisa hichi cha kuchinja watoto wa kiume na kuacha watoto wa kike kipo mahali kinapoelezwa kwa urefu. Hapa kimetajwa tu, lakini ni sehemu ya jambo ambalo Mtume anaambia wakumbushe hao kama hawajui. Lakini wakumbushe sio hivyo tu, baada ya tukio hilo Bani Israila walilazimika kuondoka Misri. Hawakuwa na usafiri wala hakuwa na chombo imara. Allah subhanahu wa ta'ala aliwavusha kwa miguu Red Sea, wakavuka upande mmoja mpaka upande wa pili. Hiyo ikawa ni msaada mkubwa kwao. Lakini pia katika tukio hilo walishuhudia adui yao mkubwa akifa mbele ya macho yao, akiangamizwa mbele ya macho yao. Sawa. Haya, walipofika upande wa pili, ili nalo ni hadithi inasimuliwa mahali pengine kwa urefu, kwa kiwango kubwa. Wa idh wa'adna Musa 40 laila. Lipofika kule sasa, Musa tukampa kazi. Sasa njoo uchukue Taurati, njoo uchukue mafunzo, uwape mafunzo hawa namna ya kuishi anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama watu huru wasio na matatizo. Akirudi anawakuta wametengeneza ndama wa dhahabu wanaabudu. Na wakati huo amemwacha ndugu yake Haruna, ndio yuko nao. Alipofika pale akamwambia, ya ibna ummi ma mana'aka idh ra'aytahum dhallu, ndugu yangu Haruna, kipi kilichokuzuia usinifuate ulipoona upotevu huu? Sawa. Na Haruna akamjibu kwa upole sana, ya ibna ummi la tushmit bi al-a'ba, usiwafurahishe maadui, la ta'khudhuni bi lihiyatin wala bi ra'si, usikasirike kiasi cha kunishika ndevu na nywele za utosi, utaniumiza bure. Inni khashitu an taqula farraqta baina bani Israil wa lam tarqub qawli, nimejaribu sana hawa kuwazuia, nimewakataza sana. Kilichojitokeza walikuwa wanagawanyika. Walipokuwa wanatawanyika, nikaona ukija hapa utakuja kuniambia farraqta baina bani Israil, umewafarakanisha Bani Israil, wala mtarqub qawli, na hukusubiri neno langu litakuwaje. Kwa sababu hiyo nimevumilia kuona kufuru inafanyika, alimradi watu hawa wako pamoja. Menelewa vizuri Hilo nayo Mtume anaambia wakumbushe hao, hizo taarifa zetu zipo, taarifa zote hizo zipo. Sisi hatuhitaji kusimiliwa na mtu mwingine. Sawa. Thumma afawna ankum, kisha tuliwasamehe baada ya kuwa mmetengeneza ndama mkaabudu, tukawasamehe kosa hilo. Maana tulitakiwa kuadhibu, sisi tumewaokoa, tumewafanyia kila kitu, malipo mnayofuata ndio haya. Kwa vizuri. Thumma afawna ankum, kisha tukakusamehe baada dhalika, baada ya tukio hilo, la'allakum tashkurun, matarajio kwamba mtamshukuru Mungu, basi mtaheshimu, mtamzingatia, mtafuata maagizo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya, wa idh ataina Musa alkitaba walfurqana, na kumbukeni siku 40 zilipokamilika tumempa Musa kitabu na farqa, yani kinachotofautisha haki na batili, tulitegemea mtakifuata, la'allakum tahtadun, ili mpate kuongozwa sasa kwa hiyo Taurati ambayo tumekuleteeni. Sawa. Wa idh qala Musa liqaumihi, na kumbukeni Musa aliposema kuambia kaumu yake, ya qaumi, eni watu wangu, innakum, hakika ninyi,
dhalamtum anfusakum, mmedhulumu nafsi zenu, bitikhadhikum al-ijla, kwa kufanya ndama mkajitengenezea kuabudu, fatubu ila bariikum, ninachokuombeni sasa fanyeni toba kwa Mola wenu, muombeni msamaha Mola wenu kwa jambo hilo. Sawa sawa. Waqtulu anfusakum, la pambaneni wenyewe kwa wenyewe. Hukumu ya kisheria wakati huo ilikuwa makosa ya namna yanapofanyika wanatafuta viongozi waliosimamia jambo hilo likina nani. Ikitokea tu jambo zito la namna hiyo la upinzani, sheria ilikuwa inataka watazamwe viongozi waliomo, na nyinyi kwa nyinyi mpeane adhabu, muwape adhabu waliofanya hayo makosa. Adhabu inaweza kufikia hata kuuawa, kwa hivyo wanapeana adhabu kwa wenyewe. Sasa faqtulu anfusakum, basi pambaneni ninyi wenyewe, dhalikum khairul lakum, hilo litakuwa ni jambo bora kwenu, kuonyesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hata ninyi hamkufurahisha na jambo hilo, inda bariikum, na hilo litakuwa jambo bora mbele ya Mola wenu, fataba alaykum, litasababisha Mwenyezi Mungu awasamehe makosa mliyofanya. Innahu huwa tawwabur rahim, hakika yeye Mwenyezi Mungu at-tawwab, anapokea sana toba za waombaji. Ar-Rahim, ana huruma sana kwa watu waliofanya makosa. Menelewa vizuri hii sehemu moja inaonyesha neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa Bani Israili, lakini neema hizi kwa maana hapa Mtume Muhammad anawatajia Bani Israili walioko pale, wakumbusha kwamba anazo taarifa za Taurati na Injili, na anawasimulia matukio yaliyosimuliwa na Taurati na Injili, anawasimulia matukio yaliyokuwepo wakati wa Musa na Isa. Na utaona matukio mengi hapa ni ya Musa, kwa sababu Musa amefanya kazi ya utume kwa muda mrefu zaidi kuliko Isa alayhi salatu wasalam. Isa amefanya kazi katika kipindi kifupi, na amri za Mwenyezi Mungu za kisheria zote zilikuwa zikitumika zile zilizomo katika Taurati. Kwa hivyo wakati wa Musa ilitumika Taurati, wakati wa Isa ilikuwa inatumika Taurati na Injili kwa pamoja. Naeleweka vizuri Kwa hivyo hapa Mtume Muhammad amekuwa akiwatajia wale Bani Israila walioko Yathrib, anawatajia habari za Bani Israila waliokuwepo Misri, anawatajia habari za Bani Israila wakati wa Musa, amewatajia habari za Bani Israili wakati wakiwa watumwa, amewatajia wakati wa Bani Israili wakati wamekuwa waungwana, amewatajia habari za Bani Israila walipokuwa sasa wanakufuru neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanafanywa hivi wanabadilika, wanafanywa hivi wanabadilika, kiasi cha kuwaambia kimetendo, kwa sababu Warabu wanasema lisanul hali afsahu, kueleza jambo kwa vitendo ni fasaha zaidi min lisani al-maqali, kuliko kusema kwa maneno. Maneno haya ilikuwa ni sawa Mtume Muhammad kuambia kwamba nakujueni nyinyi ni wajeuri sana, na nakujueni pamoja na yote nyinyi kugeuka ni rahisi, kwa sababu mmekwisha geuka sana, na taarifa hizi zimeletwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii yote ilikuwa ni taubihi ya Bani Israili, maana ni kutia haya, ni kuwafanya Bani Israili waweze kujuhudi, waone kumbe taarifa zetu zote zinajulikana. Bahati mbaya sasa haikuwa hivyo. Badala ya kujirudi, wanafikiria njia mbadala. Sasa huyu tutamfanyaje? Anaonekana habari zetu nyingi anazijua. Sasa udanganya tu kupambana naye. Umeelewa vizuri? Maana yake kwa maana ya hoja itakuwa tumwezi, kwa sababu taarifa hizo anazosema anazieleza vizuri kuliko tunavyozijua sisi. Kweli sisi tumesimuliwa, lakini mwenzetu anasimulia vizuri zaidi, kama yeye ndio alokuwepo kuliko sisi. Hiyo hata watu wa Kigoma wanatumia sana, wakitaka kumsifu shekhe wa Kigoma wanatumia sana hiyo. Anakuambia Sheikh Taufiki, astaghfirullah, wallahi akitoa aya utadhani saa Mtume apewa wahi, utadhani naye alikuwepo shekhe vile. Ni tabia hiyo ya mtu kusifu watu wake na nini. Kwa Bani Israili waliona kwamba huyu bwana kwa hakika anazo taarifa zaidi ya tunazozijua, na anazo taarifa za hakika na za ukweli. Ni ngumu sana
kuendelea kubishana naye huyu kwa misingi ya hoja. Hapa ni kujipanga kwa namna nyingine. Ndio asili iliyoanza fikra ya makafiri mji wa Madina kufikiri kuanza kufanya hujuma kwa Waislamu. History kwa msingi huu inaonyesha kwamba haijawahi kutokea vita ya mwanzo ya Waislamu. Waislamu wanapambana na wasiokuwa Waislamu ili wawe Waislamu. Kwamba Waislamu wanapigana na wasiokuwa Waislamu ili wawe Waislamu, hiyo haijawahi kutokea. Waislamu wamepigana vita vya Kiislamu au vita vya kidini katika kujitetea dhidi ya makafiri, lakini haikuwa vita za kidini kuwafanya watu wawe Waislamu. Na hii ilitokana katika hoja kama hizi. Hizi hoja ni nzito sana ukiziona, kwa sababu kila kitu, jambo moja lilokutajia hapa linahitaji darasa nzima kulisimulia. Kila tukio moja linahitaji darasa nzima kulisimulia. Ametusimulia matukio mengi sana, na haya yote yalikuwepo wakati huo, na mengi ambayo yatatajwa na Mwenyezi Mungu huko baadaye. Iliwafanya Bani Israeli kwanza kujiona wadogo wadogo. Sasa lazima wao wadogo dogo, kwa sababu waliwashika Waarabu, na hasa yule kiongozi wa Waarabu wakati wa Abdullah bin Ubay, ambaye kwenye dini huko anaitwa kama Raisul Munafiqin, kiongozi wa wanafiki. Huyu ndio rais wao, kama wanafiki wapo, huyo ndio rais. Walikuwa wamemjenga kwamba bwana, wewe ulifaa sana kuwa mfalme hapa, na sisi tuko tayari kukuwezesha kifedha, kukuwezesha kielimu, kukuwezesha kimafunzo, ili upate kuwa mfalme hapa. Mambo yatakuwa mazuri sana. Naeleweka vizuri? Wakawa wanatoa taarifa mbalimbali za kiimani, za kimitume na za kielimu. Lakini alipokuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiyo jambo likaanza kuharibika. Ikumbukwe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuhamia Madina kwa mapenzi, kwamba alikuwa anapapenda sana. Mwaka wa 10 walikuja watu 6 kutoka Madina, wanamuomba Mtume twende Madina. Wanamuomba Mtume twende Madina, sio kwamba wanampenda sana, wanataka aende kule akapambane na Bani Israila waliopo kule, sababu wale jamaa wanatushinda kwa hoja, wasomi, wanasema wana taarifa nyingi za Mungu, na huyu anasema mtume wa Mungu, huyu ndio anawezana na wale. Mwaka wa 10 walikwenda watu wangapi? 6. Mwaka wa 11 wakaenda watu 12. Na hoja ni kwamba hivi watu 12 wakisema tumetumwa, makisie watakuwa wametumwa na watu wangapi? Ni kama vile wewe familia nyumbani mko watu 4 5, mnataka kwenda kuemea sokoni. Uzuri sasa waende watu wangapi? Kama chakula cha kupika watu 5, sokoni waende watu wangapi? Niongeze sauti ya mnisikie. Familia mko watu 5, mnataka kupika chakula, lazima mkakinunue sokoni. Ili chakula cha kuenea watu 5, sokoni waende watu wangapi? Mmoja tu anatosha. Sasa mwaka wa 10 walikuja watu 6 kumkinaisha Mtume. Jiulize, sisi watu 6 tumetumwa, wametutuma watu wangapi? Mwaka wa 11 wakaja watu 12 wanasema tumetumwa. Jiulize, tumetumwa na watu wangapi? Mwaka wa 12 wakaja watu 75 wote wanasema tumetumwa. Mtume kaanza kumstrike huko, inasikana nyumi la kutosha lipo, lakini hapa nisije nikaondoka hapa kama Yunus akanikuta mambo. Mungu mimi ajamungu kanipangia kazi hapa bwana. Kwa hivyo mwaka wa kwanza ulipokuja akamtuma mtu, bwana nenda na hawa ukawafundishe dini. Mwaka wa 11 ulipokuja akawatuma mtu mwingine, nenda. Mwaka wa 12 akamtuma mtu, nenda. Na waliokuja ule mwaka wa 3 wa 12, mmoja katika waliowatuma wakaja kama kumletea mazingira. Bwana Mtume, kule mambo safi, achana na hapa kule. Mimi mwenyewe nakaa hapo kama chifu kwa jina lako wewe. Kila kitu bwete, kila kitu bwete. Unaona? Mpaka Mtume akaona la, kumbe mazingira ya kazi kule ni mazuri.
ikawa anashawishika kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu niruhusu nihame nianze nikafanyie kazi kule. Sawa, Mwenyezi Mungu naye ruhusa hiyo akaitoa, lakini akaitoa kama vile alivyofanya wakati Adamu anamleta katika ardhi. Meneno mzuri, wakati mwanadamu analetwa ardhini ilionekana kaja hapa baada ya kufanya makosa. Naeleka mzuri, sio kaletwa hapa ndipo alipokusudia kuletwa. Ilionekana ameletwa hapa baada ya kufanya makosa. Ni kama vile wakati wa serikali ya Nyerere upewe transfer kwenda Mtwara. Sio tu kawe mtumishi wa serikali, wewe kama unaadhibiwa kule. Kwa hivyo ilikuwa ndio hivyo. Sasa na Allah Subhanahu wa Ta'ala akamruhusu kuhama, lakini alihama kama anayekimbia vile. Sasa kahama anatafutwa, matangazo yametoka, atakayempata atapewa zawadi, akipatikana mwenyewe auawe, lakini kaondoka ni kama vile watu wasipabati yake bana. Na ikatokea mtu mmoja Suraka bin Malik akafanikiwa kumuona mpaka anakokwenda. Lakini kuonyesha Mungu alikuwa na msaada wake, Suraka amekwenda mpaka mita 3 kati yake na mtume. Farasi wake anazama kwenye mchanga. Anazama kwenye mchanga, analazimika kumuomba mtume, naomba unisaidie. Wanakuja kumsaidia kumtoa, akimtoa anaanza tena. Akianza tena wale mwana unakwenda anazama tena, mtume njoo nisaidie. Na mtume hana khiana, anarudi anamsaidia, anamwambia wewe nia yako mbaya. Sina nia mbaya, nitoe bwana, sina nia mbaya. Akishamtoa anaendelea na kazi ile. Mara ya 3 akamwambia bwana, unajua mimi nakusaidia, lakini najua kabisa kilichokuleta. Hii ni dalili ya kuonyesha nikitaka kufanya lolote kwako naweza. Geuza urudi, mimi sio kufuatwa na wewe, wewe mtoto mdogo kwangu. Suraka akarudi kachoka kabisa, ana lakini sio kachoka tu, kichwani kwake fikra imekuwa kubwa, huyu lazima ni mtume wa Mungu. Na alipofika huku akawaambia wazi, jamani mimi mtume nimemuona. Waliokuwepo wakasema, hivyo tunavyokuona umemuona kweli. Kwa hivi tunavyokuona kwenye sura umemuona kweli, na sio kumuona tu, wewe ushamwamini wewe. Na yeye akajibu kwa hasira, basi nishamwamini. Utafanya nishamwamini. Umenielewa vizuri? Sasa mtume alihama katika sura hii, lakini kuhama na kukimbia vitu viwili tofauti. Anayehama huwa anaandaa siku ya kuhama na anatayarisha anapokwenda kuhamia. Mwenye kuhama anajua anakotoka na anajua anakokwenda. Naeleweka vizuri na huwa ametayarisha wapi anapokwenda. Ndivyo ilivyokuwa kwa mtume. Mtume alikuwa anajua anatoka wapi anakwenda wapi. Kama nilivyosema, mwaka wa 10 walikuja watu akatuma mtu. Mwaka wa 11 wamekuja watu akatuma mtu. Mwaka wa 12 wamekuja watu akatuma mtu. Alikuwa anajua kabisa Madina kuna nini na kuna hali gani. Naeleweka vizuri. Na sijawahi kusikia mtu kakimbia vita Kongo kafika Kigoma anakuwa mkuu wa mkoa. Sijui kwa siku hizi, hata wakati wa Magufuli haikuwa hivyo. Eti utoke vita Kongo umekimbia ufike Kigoma mkuu wa mkoa. Kwanza utakuwa kambini. Naeleweka vizuri. Lakini Mtume Muhammad kahama kutoka Maka anakwenda Madina, kafika kule kafika akiwa kiongozi. Maana yake alikuwa anajua wapi anapokwenda. Kwa makafiri kakimbia, kwa Waislamu amehama. Umenielewa vizuri? Kwa makafiri kakimbia kwa sababu kweli wamemtafuta, mpaka alipolala walikwenda, na akatoka pale kwa maajabu mpaka wakasangaa, na Mwenyezi Mungu akasema kuonesha kweli walimkuta na nimemuondoa kiajabu. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Walipofika mahali alipolala mtume, waja'alna min baini aydihim saddan, tukaweka kizuizi mbele na nyuma yao, fa'aghshaynahum, na kwenye macho wao tukaweka mbazia, fahum la yubsirun, ikawa hawamuoni. Anapita hapo hawamuoni.
Mungu angetaka ahame kwa staili angehama, na kuna mtu angemuona angefika mpaka anapokwenda. Naeleka vizuri, lakini katoka pale katika Suhaili akaenda kwa Abubakar. Ambaye Abubakar kashtuka, saa 5 za usiku mtume mmoja hapa, sio kawaida, kwa sababu adabu ya Kiislamu hairuhusu kumtembelea mtu baada ya salatu al-isha. Kamtembelea mtume Abubakar katika nyakati ambazo mtume kakataza kuwatembelea watu, yeye ndio kamtembelea mtume. Abubakar akasema la, kuna jambo kubwa. Ambaye bwana, ni jambo kubwa kweli, na jambo lilikuwa la siri. Mtume ameamua kuhama, hakuna mtu alikuwa anajua yeye tu, sawa sawa, mpaka anatoka kwake anakwenda kwa Abubakar. Abubakar anastuka, mbona usiku? Mtume anasema bwana, hapa kuna haja ya kuhama na nitahama, lazima nihame na wewe. Nihame na mimi? Lini sasa? Safari yenu ndio hii. Ngoja nichukue bukta basi. Umeelewa vizuri? Hakuna kuhoji tena. Min musamiyati Abubakar Siddiq, katika mambo yanayompa wasifu wa kuwa Abubakar Siddiq, akijiwa na taarifa ya mtume wakati wowote na kwa hali yoyote huipokea na kuiamini wakati ule ule. Kaambiwa hivyo akaingia ndani, bwana ngoja nivae. Sasa tunakwendaje? Ambia wewe unatakiwa uandae kila kitu. Unatakiwa uandae safari, unatakiwa uandae masurufu, unatakiwa uandae usafiri, wewe ndio utakiwa ufanye. Sasa subiri basi. Kaingia ndani, kakokoroa vilivyomo, kachukua. Baba vipi? Hebu tulie. Nyie laleni hapo. Kaja hapo kapanga, akaambia ana mtoto wake mmoja Abdurrahman, Asma, kaambia hasa wewe Abdurrahman utafuatana na sisi. Sawa sawa, habari zote utazipata huko. Ukirudi utakuja kumwambia Asma. Alafu Suraiqa alikuwa na mfanyakazi wake mmoja wa kuchunga mifugo anaitwa Suraiqa. Utakuwa na Suraiqa. Wewe Abubakari, wewe Abdurrahman, wewe utafanya kazi ya kuwa afisa habari. Wewe Asma utakuwa afisa utumishi unaotoa huduma ya chakula. Wewe Suraiqa, wewe utafanya kazi ya kuwa mpelelezi unayepoteza habari za watu. Kwa hiyo sisi tukitoka, kazi yako wewe ni kutoa mbuzi na wanyama uwapitishe ile tulimopita, ili nyayo zetu na nini zisionekane, ionekane ni mifugo tu iliyopita. Unasikia? Sawa. Kwa hivyo sisi tunatoka, utafanya kazi hiyo. Ikaundwa kamati ya hijra, mwenyekiti Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katibu Abubakari, wajumbe familia ya Abubakari. Mwenyewe tu akaondoka hapo, akaenda paka kwenye Ghari Thawr. Wakaenda wakakaa pale siku 3. Kwa nini wamekaa pale siku 3? Abubakari aandae usafiri, aandae mtaalamu wa kusafirisha watu, aandae chombo cha usafiri, aandae chakula cha safari chote, na jambo hilo litabaki kuwa siri kati ya Abubakari na familia yake. Mimi nzuri, na jambo hilo likafanyika hivyo kweli, paka mtume anahama. Watu masahaba wanafika kwa nyumbani kwa mtume, kwa Abubakari, kuambia nyinyi watoto, baba yenu kaondoka hapa, kaacha nini? Vitu vimejaa ndani. Abubakari wakati huo baba yake mzazi yupo. Asma anamdanganya babu yake kwamba huyu baba yenu kaondoka, kaacha kitu hapa. Anambia kaacha mali nyingi babu, wala usiwe wasiwasi, wakati kakomba kila kitu. Paka mtume anamuuliza, bwana wewe, wana maandalizi yalikuwa makubwa sana, kama tumetayarisha mwaka mzima. Anambia hii safari kubwa mtume, unajuaje tunakokwenda bwana? Tunaweza kukuta shida kuliko hii. Sasa nyumbani umeacha nini? Akamwambia kule nimemwacha Mungu na mtume. Umeelewa vizuri? Kwa hivyo hayo ni maandalizi ambayo yamekuwa yakifanyika, na ni kiasi gani watu wanaweza kujitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kama tunavyosema, humu ndani pametajwa taarifa kwenye vichwa vya habari. Kila taarifa ina mahali inapoelezwa kwa kina. Naeleweka vizuri, kila jambo lina mahali limeelezwa kwa kina. Eneo hili tunasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kumwambia Mtume Muhammad, waambie Bani Israili waliokuwa hapo, wasifikiri wanayo siri ya kukuficha, wasifikiri wana jambo kubwa wasilolijua watu wengine.
wasifikiri Taurati wanaijua kuliko unavyojua wewe. Waambie idnajainakum min ahli fir'auna, kumbukeni Mungu alipokuokoeni ninyi kutokana na jeshi la Firauni. Nini kilichokuwa kifanyika? Yasumunakum su'al adhab, waliwafanyeni na kukupeni adhabu kubwa zinazoumiza. Miongoni mwa mambo mabaya waliwafanyia, yudhabihuna abnaakum, waliwachinja watoto wenu wa kiume, wayastahiyuna nisaakum, wakawaacha hai watoto wa kike. Wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim, na hilo lilikuwa ni jambo bora na neema kubwa sana iliyotoka kwa Mola wenu. Kama tulivyosema, sababu ya kufanya hivi, Firauni alipata bishara ya ndoto kwamba atakuja kuinduliwa na utawala kwa Bani Israeli, na kweli hivyo ndivyo ilivyokuwa katika Bani Israeli. Akazaliwa Musa, na Musa ikawa ndio sababu ya kuondoka utawala wake, na Musa huyu akalelewa nyumbani kwa Firauni. Waambie tena, wa ilfaraqna bikumul bahra, kumbukeni hatukuwaokoa tu kwa kuchinjwa na nini, tuliwaokoa zaidi kwa kuifarakanisha, kwa kuitenganisha bahari. Fa anjaynakum, ninyi tukawaokoa. Wa aghraqna, na tukawaangamiza ali Firauni na jeshi yake. Wa antum tanzurun, na nyinyi sio mko mbali, live mnaangalia wenyewe. Sio hilo tu, wa idh wa'adna Musa 40 laylatan, baada ya tukio hilo tukamwambia Musa aende siku 40 mafunzo ya kupata Taurati. Thumma tahattumul ijla, katika kipindi hicho mkamchukua ndama wa dhahabu mkamtengeneza. Min ba'dihi, baada ya kuwa yeye ameondoka. Wa antum zalimun, mkifanya hivyo mkiwa mnazidhulumu nafsi zenu. Thumma afawna ankum, bado tuliwasamehe katika tukio hilo, lilikuwa baya lakini tuliwasamehe. Min ba'di dhalika, baada ya hilo baya mlilolifanya. La'allakum tashkurun, ili mpate kumshukuru Mwenyezi Mungu, mtii na mfuate maelekezo ya Mwenyezi Mungu, mumfuate mtume Muhammad, mumfuate mtume Musa. Wa idha ataina Musa alkitaba, na kumbukeni Musa tulipompa agizo la kitabu cha Qur'ani, wal furqana, na sheria zinazotenganisha haki na batili. La'allakum tahtadun, ili mpate kuongoka katika maisha, muishi katika maisha mazuri yanayotakiwa ya kisheria. Wa idh qala Musa liqaumihi, na kumbukeni Musa alipowaambia watu wake, ya qaumi, enyi watu wangu, innakum, hakika nyinyi, dhalamtum anfusakum, mmedhulumu nafsi zenu kwa kiwango kikubwa. Mnafanywa hivi mnageuka, mnafanywa hivi mnageuka. Dhalamtum anfusakum, mmedhulumu nafsi zenu kwa kiwango kikubwa. Bitikhadikum al-ijla, kwa kumfanya ndama kuwa ni Mungu. Fatubu ila Allah, fanyeni toba. Ila bariikum, fanyeni toba kwa Mola wenu. Faqtulu anfusakum, pambaneni nyinyi kwa nyinyi, muwajue nani wale waasisi na kuanzisha mambo haya. Dhalikum khairul lakum, hilo jambo la kufanya hivyo ni bora kwenu. Inda rabbikum, litamfanya Mola wenu afurahi. Fataba alaikum, na atawasamehe makosa mliyofanya. Innahu, hakika yeye Mwenyezi Mungu, huwa yeye kwa wanaorejea kwake kwa kutimiza maagizo yake, tawwabur rahim, anapokea toba ya kila mwenye kuomba samahani. Ana huruma sana ya watu waliokosea kisha wakasema samahani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumeelewana vizuri hapo hapo kuna matukio kadhaa ambayo yana maelezo, kila moja lina maelezo yanayojitegemea. Kila moja lina maelezo yanayojitegemea. Kuna maelezo ya Musa kuzaliwa kwake mpaka kufika kwa Firauni, katika kile idhabihuna abnaakum wa yastahiyuna nisaakum, wanawachinja watoto wa kiume na kuacha watoto wa kike. Historia inaonyesha katika hatua hizo Musa alikuwa hajazaliwa wala Haruna alikuwa hajazaliwa wakati maamuzi hayo ya kiutawala yanapita. Na katika maamuzi hayo yakaangukia mwaka ambao Firauni anachinja watoto. Ndio mwaka ambao Firauni hachinji watoto, mwaka huo akazaliwa Haruna. Katika mwaka ambao Firauni anachinja watoto akazaliwa Musa. Na ifahamike kwamba Haruna na Musa, Haruna ni mkubwa kuliko Musa. Na ikumbukwe baada ya baba yake Musa kumzaa Musa, akapewa wahi na Mwenyezi Mungu amtie katika chombo, amtupe kwenye maji, basi bahari hiyo itampeleka mpaka nyumbani kwa Firauni. Akaenda akalelewa kule, na kule kwa Firauni dada yake
yani mama yake mdogo na Musa alikuwa anafanya kazi kule kwa Firauni kama mtumishi wa ndani. Kwa hivyo mtoto yule alipoletwa pale, dada yake, mama yake mdogo na Musa akajua kabisa huyu ni mtoto wa dada yangu, na Mwenyezi Mungu akamhifadhi, akampa nguvu asioneshe dalili kwamba anamjua mtoto huyo. Mwenyezi Mungu akaleta mtihani nyumbani kwa Firauni, mtoto huyo akawa mlizi sana, kiasi sana Firauni akasema, sasa mtoto vipi bwana, mtoto mwenyewe kidogo kilizi namna hii, akisikii tunakipa maziwa ya wanyama wote, akikubali na nini tukiue tu hivi bwana. Mke wa Firauni anamwambia, mume wangu, wewe unajua Mungu na mimi mja wako, tumepata bahati, Mungu umetuletea mtoto usikuleta mwenyewe, wewe si Mungu, mimi na wewe tunaweza kuzaa kwa staili gani na wewe Mungu? Mtoto atakuwa huyu, na mimi ninapofahamu kila mtoto hupata mila za wazee wake, kwa hiyo tukimlea vizuri atakuja kuwa Mungu kama wewe. Firauni akaona, lakini kweli unajua wanawake tena wana Mungu lakini kweli tujitahidi hivyo hivyo. Wanapewa wafanyakazi, hebu toka naye huko nje, hebu zunguka naye na nini. Mama yake mdogo na Musa akamwambia, mama, mimi huko ninapotoka yuko mwanamke mmoja hodari sana wa watoto walizi. Kila mtoto wake akiwa mlizi anapeleka kwa huyo mama. Sijui ana dawa gani. Watoto wakifika kwake wametulia kabisa, tumpeleke mtoto. Mke wa Firauni anasema, kishaanza kumwita Firauni baba yake atakubali. Labda huyo mtu aje hapa, ngoja niongee na baba yake. Anasikia huko mtaani huko kuna mwanamke mmoja hodari kwa watoto walizi. Watu wengi wanasema huyu kitokea tatizo wakimpeleka kwa huyo wasema, huyu hawezi kuondoka hapo. Huyo aje hapa atalipwa hela, sasa nitakayela tu. Aje hapa afanye kazi yake aondoke. Hakikisha kanyamaza, kalala, aondoke. Baba sina kwenda kumwambia, siji kama atakubali, maana yake wanamletea watoto wengi sana. Siji kama atakubali. Dada yake ndugu wake yule akaenda akamwambia, dada, mtoto yuko kule na kufanya kazi. Wamesema watamlea, na mimi kule nimezuga. Nimemwambia mimi namfahamu mama mmoja kwa watoto walizi kiboko. Sasa walisema nimwambia niteni mpeleke, wao wamekataa. Wanasema hata huyu mtoto ana ndani anatakiwa alelewe hapa, apate mila za hapa. Huyo mtu aje hapa. Tena nimeambiwa tahadhari, usipokwenda bwana wakikujua unaweza ukachinjwa bure. Kwa hiyo nenda. Haya basi, kesho tutakwenda. Kesho anakwenda kazini, wakaongozana. Wakakula, ile mama ndio huyu. Wewe mama ndio wewe. Vipi wewe kwa watoto? Mimi na mtaalamu wangu mwenyewe. Mtoto mwingine yuko wapi? Huyo mtoto yuko wapi? Mtoto wewe usikia dalia huko. Sio nimewekea toi huko, ni muone mtoto mwenyewe wa kike wa kiume. Kama unajua mashauri ya kike tena, wa kike wa kiume. Na Mungu kamkaza kwamba wala haonyeshi kwamba ndio mama yake. Kafanya mbinu zake mpaka watu Firauni akaona huyu kweli mama anaweza. Kamchukua mtoto akaanza mara kamfinya hapa, akafanya hivi na nini. Hamna chupa huko, hamna maziwa yote nyie. Yapo maziwa, leteni. Kwa maziwa kampa pale na hivi na nini. Basi ikawa anamnyesha maziwa. Akitulia pale inabidi mumwamini. Basi kaa naye kwa kidogo. Wakisambaa wakaenda huko, anatoa mwenyewe ziwa lake anamnyesha. Wakiwa wanakuja ndio anachukua chupa yake. Umeona Basi kalea mwanae vizuri, akishamaliza kamuosha, kalala, huyo anaondoka anakwenda zake. Anaondoka akiwa na furaha, mwanangu yuko hai tena namlea mimi mwenyewe. Menena vizuri. Hadithi hiyo ipo katika Qur'ani, sio hapa lakini. Hapa imetajwa tu, lakini mahali panaposimulia jambo hilo ipo. Yaani hii ni kanuni ya mazungumzo. Ukitaka mazungumzo yawe mazuri, zungumza hadithi, ikifika katikati ikate. Mwambie jamani tutaendelea kesho. Umeelewa vizuri Tutaendelea kesho. Watu itabidi kesho waje.
Ni kama zile episode za Ottoman na nini, ukifika pale nani si anakupa imekatwa pale. Na kuja tangazo kesho bana, kesho nianze hapo. Mimi na mzangu mbona unajua pale kuanzia ukipokosa pale tena umepoteza. Ndio hivyo. Sasa Qur'ani ndio inakutajia kisa inakata. Kipo kule mbele. Endelea kusoma Qur'ani mpaka ufike kule. Umeelewa vizuri? Inafanya kitabu hichi hakizoeleki katika kusoma wala hakichoshi katika kusoma. Kuna vitabu vya nongo ukisoma mara 2 mara 3 basi kimeshakukaa kichwani, hata hamu yako una. Sio kitabu hichi. Kitabu hichi kwako ni kipya kila siku. Inategemea tu nani anakisema, nani anakizungumza. Sawa sawa. Kitabu hiki kikielezwa na mtu ambaye kitaaluma ni mwanasayansi, atazungumza mapito ya sayansi vizuri sana eneo hilo. Utaona kama Qur'ani mpya inaelezwa. Qur'ani ikielezwa na mwanachuoni wa geography, atapita mapito ya geography ndio atakuwa amemili sana eneo hilo. Kwako itakuwa Qur'ani kama mpya ndio unaisikia leo. Naeleka mzuri, kila mmoja kwa fani yake atakuja umndani, na Mwenyezi Mungu hivyo kaweka kipande, kaweka huko na nini vinginevyo. Hiki kisa kilitakiwa kikae mpaka kiishe, kingine pia ukifanya hivyo itakuwa sio Qur'ani. Kwa vile itakuwa hicho ni aflela ulela. Hii sio aflela ulela. Naeleweka vizuri. Na kuna mtu ana tatizo hapo? Tishia tu. Anasema hivi, Firauni alikuwa na askari na watumishi wengine walikuwa wanatumika kuchinja au watoto kuadhibu watu. Je, wao pia wataadhibiwa na Mwenyezi Mungu au walikuwa wanalazimishwa na Firauni? Kinachofanya mtu aadhibiwe ni matendo mabaya. Katika hadithi hizi za Firauni, ulifika wakati ukaja mdahalo baina ya Musa na Firauni. Wakati Musa alipokwenda kutangaza kwamba yeye ni mtume, Firauni akasema hapana, huyu anataka kuharibieni nchi yenu. Na akaja na miujiza vyake pale. Akasema kumbe wewe umetoka hapo, umepotea, unakwenda kujifundisha uchawi. Ushaujua sasa unafanya, umekuwa mtume. Tukubaliane tu, tupange siku. Mimi nikuitie watu na wewe uja, vimbwanga vionyeshe hapa. Sawa? Kubaliana, basi tutafute siku wote tutafanya hivyo. Elewa? Wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka kumtuma Musa kufanya mtume rasmi sasa, na alitaka kazi aanzie kwa Firauni. Sawa sawa? Musa anamwambia inni akhafu an yaqtulun. Mwenyezi Mungu anaogopa kwa kweli, wataniua kwa mambo aliyofanya kule na historia yangu pale, alafu nende pale mtume pale itakuwa. Mwenyezi Mungu akamwambia basi Mwenyezi Mungu ij'al li wazira. Ukitaka nifanye kazi hiyo kwa urahisi, ij'al li wazira, nipe msaidizi. Na usiniokotee tu watu Misri huko. Haruna akhi, nipe msaidizi Haruna akhi. Huwa afsahu minni sana. Yeye kwangu ni fasaha zaidi katika ulimi wake. Lakini yeye ananijua mimi vizuri, maana kanilea. Miongoni mwa mkasa wa ulezi alipokuwa kwa Firauni, Musa aliungua na moto mdomoni. Kwa hivyo kuelewa matamshi yake hatua za mwanzo ilikuwa ni mpaka anayemzoea. Aliyomzoea ni Haruna, kwa sababu alikuwa anakwenda na mama yake pale wakati anakwenda kumnyonyesha. Kwa hivyo anayenijua vizuri ni Haruna, lakini yeye yuko fasaha zaidi. Lakini mimi sina ninayemwamini vizuri kuliko Haruna, maana huko nje mimi siwajui. Mimi nimelelewa pale Sikulu, na huko ilikuwa ruhusiwa watoto kwenda. Kwa hiyo mimi namuelewa yule. Sawa sawa. Na walipopewa kazi hiyo, nenda basi, baada Musa akasema Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al wazira min ahli Haruna akhi
ushdud bi azri wa ashrikuhu fi amri kay nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira. Baada ya maombi yao Mungu akasema idhhaba, nendeni sasa wote kwa Firauni, faqula lahu qawlan layyina, mkenda huko msifanye ubabe, kasemeni maneno ya utaratibu na ukweli, la'allahu yatadhakkaru au yakhsha, inawezekana akakumbuka wajibu wake au akamuogopa. Maneno vizuri, hadithi hiyo haipo hapa, ipo lakini kichwa cha habari kiko hapa, iko maeneo mengine. Sasa mkasahau kulingana na swali lako, ilifika siku ile ya mdahalo, Musa kaja, Firauni kawaita wachawi. Dini wakati ule ni uchawi ndio mambo yote. Musa anamuuliza, vipi, mtaanza kutoa au nianze mimi? Musa anamwambia, mimi cha kutoa ninacho, mimi toeni kama mnavyo kutoa. Akatoa. Basi wakamwaga ving'onga vyao pale na nini, mara imetoka majoka, mara imetoka vinyamkela pale, mara imetoka mabundi, mara mafisi manini, mpaka Musa akapata hofu. Sasa mambo yatakuwaje? Mwenyezi Mungu anamwambia Musa, wewe tulia tu, wewe huna jambo la kufanya, wewe kazi yako si una fimbo hiyo, wewe tupa tu hiyo chini. Na Mwenyezi Mungu alianza kumuonesha action ya fimbo yake. Siku moja wakati anatembea na Musa, Mwenyezi Mungu anamwambia, wama tilka biyaminika ya Musa. Musa, nakuona mkono wa kuume umeshika fimbo, hiyo nini hiyo? Mungu alifanya ajui, wama tilka biyaminika ya Musa, hapo mkono wa kuume una kitu gani? Fimbo. Lakini Mungu anamuuliza, wama tilka biyaminika ya Musa, hicho mkononi kwako wa kuume ni kitu gani? Musa akiangalia fimbo, ili swali hili kweli Mungu na fimbo na kitu anataka. Qala hiya asaya, kabisa Mwenyezi Mungu, hii fimbo yangu. Basi sema fimbo yenyewe ni mnyang'anya mtu. Qala hiya asaya, hii ni fimbo yangu mimi, atawakkau alaiha, ninaegemea pale ninapochoka, wa hushu biha ala ghanami, ninaitumia pia kuchungia mbuzi wangu, wali fihi maaribu ukhra, nina matumizi nayo mengine mengi, tunaangulia maembe, inaangulia nini, meneno mzuri hiyo nimechomekea wali fihi maaribu ukhra, nina matumizi mengi ya fimbo hiyo mimi. Kwani kwa maembe fimbo ya ngui, basi naweza kwa maembe, mapera na nini. Mwenyezi Mungu anaonyesha kwamba silo ninalolitaka mimi kwenye fimbo hiyo, hayo yote mimi naijua hiyo fimbo na kazi zake unazofanyia najua. Alqiha ya Musa, itupe hiyo fimbo. Fa alqaha, akaitupa. Fa idha hiya hayatun tas'a, alipoitupa ikawa nyoka tena. Musa akaona hivi saa zote huyo imeshika nyoka, anataka kugeuza, akimbia. Usikimbie Musa, usikimbie Musa, khudha wala takhaf, chukua fimbo yako. Nyoka huyo pia, khudha wala takhaf, chukua fimbo yako na usiogope. Sanuiduha sirataha al-ula, tutairudisha hiyo fimbo katika hali yake ya mwanzo. Ayatan ukhra, hiyo ni katika alama nyingine, utaitumia hiyo basi. Siku ile ilipofika, watu wamemwagamwaga uchawi wao na nini, Musa alibaki akamwambia, wewe tupa hiyo fimbo. Musa kaitupa ile fimbo, likawa joka kubwa kuliko aliloliona siku ile. Likawa limetoka joka lina njaa ajabu, likala kila kilichotokea pale. Sawa sawa. Lilipomaliza kula, linamtazama Musa. Musa anakumbuka, niliambiwa hii fimbo chukua usiogope. Kaishika fimbo yake, ikawa fimbo. Vile vitu vyote vimeliwa pale. Wachawi wakaona, bana huyu kala tulivyoviroga, tulivyovichakaza, kala na tunguli zetu kala. Sasa tunatengeneza, maana yake tule tulivyotengeneza kala na tunguli kala, haya tunatengeneza kingine kwa nini? Ikabidi bwana lazima kumwamini Mungu wa Musa na Haruna, huyu atakuwa Mungu wa kweli. Firauni akakasirika, mnaamini kabla sijawaamrisha nitawakata miguu na mikono kwa kutofautisha kama adhabu yetu. Narudi kwenye swali lako kwamba hawa walipoona ukweli walimwambia Firauni, bwana Mungu wa Haruna ndio sawa sawa. Hawakuendelea tena kumtii Mungu.
Kwa hiyo katika askari wa Firauni waliofanya vibaya wataadhibiwa, kwa sababu walijua ni vibaya na ungeweza kumwambia Firauni hatuwezi kufanya kama waliofanya hawa wachawi. Naelewa vizuri? Anasema humu tumesikia story ya mama yake Musa, lakini story ya baba yake Musa hatujaisikia na nini. Ni kweli sijajua kwamba baba yake Musa, wewe haja yako nini kwa baba yake Musa, unatakaje? Lakini unajua aya zina msingi wa kusudio la kueleza. Kusudio la hapa sio kueleza mama yake Musa, ni kueleza namna Musa alivyozaliwa na namna alipofika kwa Firauni na mpaka hatua ya mtume wa Mungu kumuondoa Firauni katika madaraka. Lakini Musa ni bin Imran, baba yake hakuwa mtume, sawa sawa, lakini baba ni Imran alikuwa ni mtume. Lakini kwa kisa hiki familia ya Musa ya kuzaliwa kwake sio issue ni Musa na kazi yake kwa mtume. Naelewa vizuri? Naam. Sasa kuna baadhi ya majina ilikuwa kama ndani au watu wanaogopa sana kutumia kwa hiyo. Kama Yesu ndio anafahamu kwa ruti hana baya. Na sehemu ilifika ilikuwa kuna hadithi mtoto anaitwa Muhammad. Bwana mmoja akaja baada ya sababu na mtaji mtoto Muhammad mwogopi. Sema jina sio kwa watu. Salamu na majina hayafai. Ndiyo, kuna majina hayafai kuwaita watu. Walil asma'u athar, majina yana athar. Hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwakuta watu wakamwambia, bwana wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Murru. Maana yake mimi ni kitu kichungu sana. Sema anta Umar, wewe utakuwa Umar bwana, acha na mambo ya Mungu na nini. Kwa hivyo majina yana athari, isipokuwa kwa kesi unayoitaja kwamba kwenye hakika kuna mzazi kamuita mwanae Muhammad, waliopo karibu wakasema bwana unamuita Muhammad, ataliweza jina hilo? Wewe utaweza kumlea mtoto huyu mpaka awe kama Muhammad? Au unataka jina la Muhammad lichafuliwe ionekane Muhammad mwenyewe kumbe mtu wa kubeti? Hoja kama hivyo. Kwa maana upande mwingine bwana, kama mtoto wako unamuita Muhammad, basi hakikisha umemlea kwa jitihada kubwa, awe mwenye kusifiwa. Hawezi kuwa kama Muhammad, lakini afuate, amtii, afuate sunna za Mtume Muhammad. Matarajio yanaweza kuwa kama hivyo. Lakini pia tunakatazwa tusiwaite watoto majina mabaya, kwa sababu majina ya athari. Sawa sawa. Kuna mtu na mtoto anamuita mwanae Kiwembe. Sasa Kiwembe nini? Yeye anamaanisha kwamba huyo baba alikuwa Kiwembe huyo baba. Sasa Kiwembe hicho. Sasa sio vizuri kumpa majina hilo, linaweza likamganda kweli kikawa Kiwembe kweli, kikakukata na wewe mwenyewe. Tuwape majina watoto majina mazuri ambayo yanaweza yakawasaidia, kwa sababu vile watakapotajwa vizuri na watu, hilo jambo lina athari katika maisha. Kutajwa vibaya na watu kuna athari katika maisha. Kwa hiyo ni hakika majina yana athari kwa watu. Majina mazuri yana athari njema, majina mabaya yana athari mbaya, na Mtume ametusisitiza tuwaite watoto majina mazuri ili wapate athari nzuri kwa majina hayo. Ndugu zangu, leo tuishie hapa, muda wetu umekwenda. Kesho tutakuja tuangalie. Inawezekana kisa kimoja kikaelezwa. Hapa tumepata introduction ya matukio kadhaa ya Bani Israel katika neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walizowapa, lakini pamoja na neema hizo
kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo na sisi tujiandae.